Wakazi chini ya mpango wa makazi ya Mwea katika kaunti ya Embu sasa wanalaumu baadhi ya viongozi wa kisiasa wakiwahutumu kwa kuchochea mzozo wa umiliki wa ardhi yenye ekari 1044 kwa maslahi ya kisiasa. Mwanahabari Frida Okachi na taarifa hiyo. Mzozo wa umiliki wa ardhi hiyo unaendelea kuzua wasiwasi miongoni mwa wakazi, wiki moja baada ya baraza la wazee wa Ngome kutangaza mpango wa kuingia katika ardhi hiyo, wakidai ni urithi wao wa asili. Kwenye mkutano na wananchi katika kituo cha biashara cha Gikuru, mwenyekiti wa baraza la wazee wa Mwea aliwataka viongozi kukoma kutoa cheche zinazoweza kugawanya wakazi. Na kama iko watu wanajaribu kukonganisha watu wa Mwea na Wambere, hiyo sio watu wa Mwea ama sio watu wa Wambere, ni wale watu wanaongoza hiyo vikundi. Alizitaka taasisi husika za serikali kushughulikia mzozo huo kwa mjibu wa sheria, na mashamba ya Mwea isihusishwe na siasa yoyote. Kwa hivyo nawacha serikali ikuje imalize, wale watapata wapate, na wenye kukuja wajue the priority hapa ni wenyewe wala wanakaa ndio wanastahili kupatiwa. Wakazi wanaohusishwa na mzozo huo wanadai kuwa wameishi katika ardhi hiyo kwa miongo kadhaa na hawatakubali jaribio lolote la kuwaondoa kwa nguvu. Kwa hivyo nawaomba waje vitisho, na hatutakubali mwananchi kutishiwa na mwingine. Sisi wote ni wa Kenya na hakuna mtu afai kuishi mahali anakaa. Kama unakaa mahali unakaa, hapo ndipo kwa nani? Hapo ndipo kwako. Lakini wala wanataka kuingilia huku wakunje kuleta matatizo, hiyo watutaki. Na tunataka kuwaambia wakidhubutu kuingia watakuta wenyewe wako. Mwakilishi wa wadi ya Makima Philip Nzagi naye amewataka wazee wa Ngome kuheshimu agizo la vyombo vya usalama lililositisha uvamizi uliopangwa, akiwanyoshea kidole baadhi ya viongozi anaodai wamechochea uvamizi huo. Nika challenge MP Wabere sawa. Kama sio yeye amepeana hiyo advice, atoke hadharani atoe msimamo wake, sio kunyamaza wakati watu wake wanazozana. Pia ametaka waziri wa ardhi kujibu barua iliyotumwa katika afisi yake. Frida Okachi, NTV. Asante sana somo wangu.